إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, pia na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na silsila ya durusi zetu hizi za sira ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, tukiwa tunasoma ndani ya kitabu chetu tulicho nacho ambacho ni Ar-Rahiqul Makhtum للشيخ العلامة صفي الرحمن المبارك فوري رحمة الله عليه رحمة واسعة. Katika darasa zetu ya jana ya sira tulianza kusoma an-nishat al-askari baina Badr wa Uhud, zile nishati za kijeshi, jeshi la Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kumalizika vita vya Badr, na hapa tutakwenda nazo hadi tutafika katika vita vya Uhud. Tuliona namna gani washirikina wa Makka baada ya kupokea taarifa zile za kushindwa katika vita vya Badr na chuki zao zilivyokuwa kubwa na hasad, kutaka kummaliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini kwa hayo yote hawakufanikiwa. Pia tukagusia kidogo kuhusiana na Mayahudi ambao walikuwa wako katika mji wa Madina, ambao ni Mayahudi wa Banu Qainuqa. Hawa walijaribu kuonesha chuki zao mbele ya Waislamu, bimaana Mtume na masahaba zake, na hivyo tulimuona mzee ambaye anaitwa Shas ibn Qais na ushawishi wake kuleta tafrika baina ya Waislamu, na hilo tulilipita katika darasa yetu ya jana. Katika Mayahudi ambao walikuwepo ndani ya mji wa Madina kama tulivyoeleza jana ni Mayahudi wa Banu Qainuqa, kadhalika na Banu Nadhir, kadhalika na Banu Quraidha. Haya ni makabila matatu ya Mayahudi, nao walikuwa wanaishi katika maeneo tofauti tofauti. Bimaana Banu Qainuqa walikuwa wanaishi sehemu yao mbali, na Banu Nadhir walikuwa wanaishi katika eneo lao mbali, vile vile na Bani Quraidha. Kwa hiyo Sheikh
rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a, Safiyur Rahman al-Mubarak Furi anasema, lakinnahum lamma ra'aw anna Allah qad nasara al-mu'minina nasran mu'azzaran fi midani Badr, hawa Mayahudi wa Banu Quraidha walipoona na kuhakikisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewanusuru Waislamu katika uwanja wa vita wa Badr, bimaana walishinda na kuwashinda washirikina wa Makka, hili jambo liliwauma na kuwakasirisha. Hawakufurahika na ushindi ule ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliupata pamoja na masahaba zake. Wa annahum qad sarat lahum izzatan wa shauka wa haibatan fi qulubi al-aqasi wal adani, na walifahamu ya kwamba ushindi huu walioupata Waislamu ulipelekea izza, bimaana walipata nguvu na heshima kubwa, wa haiba. Waislamu katika ushindi huu walioupata walipata utisho, manake ilikuwa waogopeka, fi qulubi al-aqasi wal adani, katika nyoyo za watu wa karibu na wa mbali, bimaana washirikina wa karibu wa Madina na wa maeneo ya mbalimbali. Kwa hiyo baada ya hapa nini kilichofuata? Tamayyazat qadra ghaidhihim, zilikuwa zaonekana sasa wazi wazi ile nafasi ya chuki zao walizokuwa nazo hawa Mayahudi. Wakashafu bisharri wal adawa, na wakadhihirisha wazi wazi uadui wao na hasira zao. Wajaharu bilbaghi wal adha, na wakadhihirisha wazi wazi chuki zao na maudhi dhidi ya Mtume na masahaba zake. Hakuweza kuvumilia, huku ikiwa tunafahamu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Madina alifungamanisha nao mkataba wa amani, kutokuamsha hisia zozote na hasira au kuleta fujo katika mji ule wa Madina. Sasa hawakuweza kujimiliki, wakaanza kudhihirisha waziwazi chuki zao mbele ya Waislamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakana a'dhamuhum haqadan wa akbaruhum sharran, katika hawa Mayahudi miongoni mwao, katika wale ambao walikuwa na chuki kubwa na shari kubwa, nani? Kuna kijana yajulikana kwa jina la Ka'b ibn Ashraf al-Yahudi. Huyu ilikuwa ni mtu mmoja ana uwezo pale Madina, bimaana tukisema uwezo wa mali, ikisha ni mtu mmoja ambaye Allah amemuumba katika umbile zuri la kisura. Pia alikuwa ni mtu mmoja ambaye yuanataamul sana na Waislamu, yani kabla ya kuja Uislamu alikuwa anafanya muamala mkubwa sana na wale ambao waliingia katika dini ya Kiislamu. Pia huyu Ka'b ibn Ashraf, baba yake ni Mwarabu ama mama yake alikuwa ni Myahudi, na hili ndivyo wanavyozingatia Mayahudi. Wao wanazingatia ikiwa baba ni mtu ambaye anatoka katika kabila jingine lisilokuwa la Kiyahudi, hawakutambua kama ni Myahudi. Ama ikiwa mama yako ni Myahudi, wewe unakutambua kuwa nani? Ni Myahudi. Tayib, Ka'b ibn Ashraf anasema shekhe, huyu ni kijana mmoja ambaye Madina alikuwa analeta shari kubwa. Shekhe anasema wasayati dhikruhu, tutamwelezea katika darasa za mbele inshallah, laalla tukamtaja habari zake huyu kesho biidhnillahi alkarim. Huyu Ka'b ibn Ashraf, namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowaamrisha masahaba zake kumuondoa duniani, bimaana shari zake zilikuwa kubwa.
Kwa hiyo katajwa mbali kabisa habari zake, kama vile alivyoelezwa Abu Jahl katika vita vya Badr. Kama anna asharra ta'ifatin min tawaifihim athalatha humul yahud banu Qainuqa. Sheikh pia anasema katika makundi haya matatu ya Kiyahudi, kundi ambalo lilikuwa ni ovu na lenye kuonesha uchuki na hasira mbele ya Waislamu ni hili kabila la Banu Qainuqa, Mayahudi wa aina hii. Kanu yaskununa dakhil almadina, hawa Mayahudi walikuwa wanaishi katika mji wa Madina. Fi hayyin bismihim, mji wao ulikuwa unajulikana kwa jina lile la kabila lao, bimaana ulikuwa unajulikana Hayyu Banu Qainuqa. Mji wao ulikuwa unatambulika kwa jina hilo. Walikuwa wanaishi katika mji unaoitwa Hayyu Banu Qainuqa. Wa kanu saghan, hawa Mayahudi wa Banu Qainuqa kazi zao ilikuwa ni watu wanaojishughulisha na mambo ya usonara, kuyayusha dhahabu, kutengeza pete, kutengeza mikufu, mambo ya dhahabu. Swagha, sonara. Pia katika kazi zao wahaddadin, ilikuwa ni watu wafua vyuma. Haddad, wale wanaotengeza kama vile visu, mapanga, Haddad tengeza mitaimbo. Kazi zao ilikuwa ni hizo, watengeza mishare, mikuki, hizo ndio ilikuwa kazi zao. Wasunaa dhuruf, kadhalika ilikuwa katika kazi zao wanatengeza vyombo vya matumizi ya majumbani. Walawani, kadhalika walikuwa wanatengeza vitu vya viungo na vyombo vya matumizi ya majumbani. Waliajli hadhihi alhiraf kanat qad tawafarat likulli rajulin minhum alat alhurub. Kwa hiyo kwa maana hiyo, ikiwa Mayahudi hawa hizi ndio kazi zao, wafua vyuma, inawezekana na ndivyo uhalisia ulivyo, kila mmoja katika wao wana uwezo wa kumiliki silaha za vita. Wao ni wenye wao, wanaunda panga, wanaunda mikuki, wanaunda mishare. Kwa hiyo silaha kwa wao si jambo geni, kwa sababu ni vitu ambavyo wanatengeza wao wenyewe. Wa kana adadul muqatilina fihim 700. Sheikh anasema idadi ya watu ambao walikuwa na uwezo wa kupambana hawapungui chini ya idadi ya 700. Wa kanu asja'a yahudi almadina, hawa Banu Qainuqa ndio katika wale Mayahudi waliokuwa kiishi Madina, wao kidogo wana uafadhali. Ashja ndio wenye ushujaa katika wale Mayahudi ambao walikuwa kiishi pale Madina. Wa kanu awwala man nakatha al-ahda wal mithaqa min al-yahud, katika Mayahudi wa dizaini hizi tatu tulizozitaja, hao ndio wa mwanzo waliovunja mithaq, bimaana ahadi zile ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikubaliana nao mapema. Wao ndio wa mwanzo kuliko Banu Nadhir na Banu Quraidha. Wao afadhali walichelewa kidogo, lakini hawa ndio wa mwanzo wa kuvunja mithaq. Falamma fataha Allahu lilmuslimina fi Badrin ishtadda tughyanuhum, Allah jalla wa ala alipoleta nusra kwa Waislamu katika vita ya Badr, hawa Banu Qainuqa ilizidi hasira zao. Kwa nini hawa washinde? Kwa nini hawa wasipigwe? Watawassau fi taharrushatihim wastifzazatihim, wakaanza kueneza ugomvi. Taharrushatihim, wakaanza kueneza sasa ugomvi baina ya Waislamu. Walistifzazatihim, na chuki zao wakawa wanadhihirisha. Fakanu yuthiruna ash-shaghaba, wakawa wanaeneza chuki zao. Wayataaradhuna bisukhriya, na kadhalika walikuwa wanadhihirisha wazi sukhriya, istihza, kuwafanyia Waislamu. Wayuwajihuna biladha kulla man warada suqihim min almuslimin, kila Muislamu anayekwenda katika masoko yao
walikuwa wana soko. Banu Qainuqa walikuwa wana soko pale Madina. Kila Muislamu anayekwenda katika soko lao kwenda kufanya muamala wa kibiashara, walikuwa wanamfanyia istiza na shero na kuwabugudhi. Na ilikuwa baadhi ya wanazuoni wa tarehe wanasema, ilikuwa Waislamu ikiwa kuna mmoja katika Mayahudi anamdai, basi hamlipi pesa yake, kusudi kuwaonyesha kwamba nyinyi mmekubali Muhammad, tuwaonyesha chuki zetu kwenu nyinyi. Wayuwajihuna bil adha kulla man warada suqahum min almuslimin thumma akhadhu yata'arraduna binisai. Kisha jengine kubwa, wakaanza baada ya hapo kuvunja heshima za wanawake wa Kiislamu, na hili ndio kubwa zaidi. Hawakutosheka na hayo waliokuwa wakiwafanyia Waislamu wa kiume, bali wakaingia mpaka kuwavunjia heshima wanawake wa Kiislamu, wale ambao walikuwa wakienda katika masoko yao kwa ajili ya kwenda kufanya biashara, walikuwa wanavunjia heshima zao. Wa indama tafaqama amrahum washtadda baghyahum jama'ahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Ilipofika hali kama hii na walipozidi wakavuka mipaka kama hivi tunavyozungumza, kuvunja heshima za wanawake, jama'ahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakushanya Mayahudi hawa wa Banu Qainuqa. Alipowakushanya sehemu moja, fawa'adhahum, kawatolea mawaidha, waache haya wanayofanya, si katika mambo mazuri. Akawanasihi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wadaahum ila ar-rushdi wal huda, akawaita waingie katika uongofu, waje katika khairi ya dini na imani. Akawataka waslimu waingie katika huda, dini hii haki. Wahadharahum maghabbata albaghi waludwan, pia akawatahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam Mayahudi hawa maghabbata albaghi, haya ambayo wanayafanya, uadui huu ambao wanaudhihirisha, akawatahadharisha nao. Walakinnahum izdadu fi sharrihim, lakini Mayahudi hawa wa Banu Qainuqa hawakusikiza nasaha zile za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali walizidi, wala hawakupunguza. Izdadu, walizidisha katika uovu wao waliokuwa wakiufanya. Rawa Abu Daud wa ghayruhu an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, Abdullah ibn Abbas anasema, lamma asaba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Quraishan, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipowashinda katika vita ya Badr Makuraish yauma Badrin, wa qadima almadina, baada ya kuwashinda akarudi zake Madina, jamaa alyahud fi suqi Bani Qainuqa, Mtume aliwakushanya Mayahudi katika soko la Banu Qainuqa kwa ujumla wao. Faqala, Mtume akawaambia Mayahudi, ya ma'ashara yahud, enyi Mayahudi wa Banu Qainuqa, aslimu qabla an yusibakum mithlu ma asaba Quraishan, mimi nakunasihini, ebu silimuni, ingieni katika dini ya Uislamu kabla hayajakufikeni kama yaliyowafika Makuraishi, na nyinyi mwayafahamu yaliyowakuta katika vita vya Badr. Kwa hiyo mimi nakwambieni, ingieni katika dini kabla ya kukukuteni yale ambayo yaliyowakuta Makuraishi. Anawanasihi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qalu, Mayahudi wakamwambia Mtume, ya Muhammad, ewe Muhammad, la yaghurrannak
la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraish kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital. Muhammad, usidanganyike, nafsi yako isikudanganye kabisa kwa wewe umewapiga Makuraishi. Wale Makuraishi uliowapiga kanu aghmaran la yaarifuna alqital, vile ilikuwa vibara tu, havijui vita. Muhammad unkwenda piga watu hawajui chochote wale katika vita, watutishia na nini? Wale waliokutana nao ni watu madhaifu. Hebu jaribu kwetu sisi, innaka law qataltana la arafta anna nahnu an-nas. Wewe Muhammad ukijaribu kupigana na sisi ndio utajua kwamba sisi ni wanaume kweli kweli. Angalia dharau hizi ambazo walizozitoa Mayahudi hawa kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno mazito. Ambia, hebu jaribu kupambana na sisi siku moja uone kwamba sisi ni sawa na wale. Wa annaka lam talqa mithlana, na wallahi utajua kwamba wewe hujakutana na watu mfano kama sisi. Angalia dharau hapa. Allah jalla wa ala fa anzala Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala akateremsha aya kwa mtume wake akamwambia, qul lilladhina kafaru, Muhammad waambie hawa waliokufuru, bimaana wakikusudiwa Mayahudi hawa wa Banu Qainuqa, waambie satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sal mihad. Mkiingia vitani, hebu jaribuni, mtashindwa na mtapigwa na mwisho wenu mtaingia katika udhalilifu ulio mkubwa. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatil fi sabilillah wa ukhra kafirah. Nyinyi waambie Mayahudi, qad kana lakum, muna nyinyi aya fil fi'atayn iltaqata, fi fi'atayn iltaqata, mnao mfano nzuri kabisa katika safu mbili ambazo zimepambana, bimaana ikikusudiwa vita ya Badri. Nyinyi mlikuwepo na mulisikia taarifa zile. Ikisha leo madai kupambana na watu hawa, hebu chukueni ule mfano, angalieni fi'atun tuqatil fi sabilillah. Katika makundi haya mawili kulikuwa na fi'a, kundi likipambana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, nalo ni la mtume na masahaba zake. Wa ukhra kafira, na kundi jingine lile la washirikina ambao wamkufuru. Hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika vita ile ya Badr, yarawnahum mithlaihim ra'y al-ain, walikuwa wakiwaona wale washirikina mfano mara mbili yao, kumbe uhalisia ilivyo mara tatu wao. Mayahudi washirikina katika vita ya Badr walikuwa ni 1000, Waislamu huko walikuwa ni 300. Kwa hiyo mara tatu kwa wao, na walipigwa wakakimbia. Allah anamwambia mtume wake, wallahu yuayidu binasrihi man yasha, na Allah subhanahu wa ta'ala hutoa nusra yake wapa wale ambao wanawataka. Inna fi dhalika la'ibratan likulli absar, kwa hakika hilo lililopita ni zingatio, iwe ni zingatio kwa wale ambao wana macho ya kuona na ufahamu wa kufahamu. Waambie hivyo Muhammad hawa wasio wakajaribu. Kana maana ma ajaba bihi Banu Qainuqa huwa i'lanu as-safir bilharb. Sheikh anasema majibu haya walioyatoa hawa Mayahudi wa Banu Qainuqa ilikuwa ni kama wasema wazi, watangaza hasa wazi wazi. I'lan ilikuwa ni kama kwamba watoa tangazo wazi wazi la nini? Bilharb,
watangaza vita na Mtume. Ndio maana yake. Wanamwambia sasa, wewe kumpambana na watu ambao hawajui vita, lakini hebu jaribu. Maana yake walikuwa watangaza sasa, tuko tayari kupambana. Lakini katika hali hii ngumu, Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghaydahu, Mtume alizuia hasira zake, kwa sababu kilivyo, mbona mmeshafikia pakubwa, maudhi mnayoyaleta na majibu yenu yanaonesha nini haya? Lakini yote kwa yote Mtume sallallahu alaihi wasallam akazuia hasira zake kwa hao. Wasabara almuslimun, alisubiri, alivumilia na akawasubirisha Waislamu kwanza. Wa akhadhu yantadhirun, wakabaki wakasubiria Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawavumilia. Lakini pamoja na yote haya hawakukatisha Mayahudi hawa Banu Qainuqa maudhi waliokuwa wakiyatoa na wakiyafanya kwa Uislamu. Wazdadu alyahud min Bani Qainuqa jara'atan, sasa hapo walipoona Mtume amenyamaza, walizidisha ujasiri wao na kuona kwamba hawana uwezo wa kuwafanya chochote. Fakullama labithu antharu fil madina qalaqan wa tiraban, kila wakikaa siku zikikatika, wazusha hili na jingine, hili na lile, wanazusha ugomvi, wanaleta tafrika hawa Mayahudi. Ikawa watu hawaishi kwa amani, hawana raha. Rawa Ibn Hisham an Abi Aun anna imra'atan min al-Arab, Ibn Hisham anapokea hadithi kutoka kwa Abi Aun, anasema kwa hakika kulikuwa na mwanamke mmoja wa Kiarabu, qadimat bijalbi laha faba'atuhu fi suqi Bani Qainuqa. Huyu mwanamke wa Kiislamu alikuja na biashara yake katika soko la Bani Qainuqa, soko la Mayahudi. Kaja mutahajiba, amevaa nguo zake, hijabu zake kwa ukamilifu, na sisi kama tunavyofahamu miamala ya kibiashara ni halali, wa halala Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Kwa hiyo mwanamke huyu kaja katika soko hili kwa ajili ya kufanya nini? Muamala wa kibiashara. Baada ya kuuza bidhaa aliyonayo, fajalasat ila sa'igh, akakaa pembeni ya ile duka alipofanya ile biashara yake, akakaa pembeni. Faja'alu yuraddidunaha ala kashfi wajhiha. Angalia sasa maudhi yao, kama vile ambavyo tumeelezwa mwanzo, maudhi yao yalizidi mpaka kuwafanyia wanawake. Sasa wakaja pale ambapo yupo huyu mama wa Kiislamu kakaa chini pembeni, wakaja yuridun, wanamtaka huyu mama ala kashfi wajhiha, afungue uso wake wamuone. Wakamjia pale wakamtaka afungue uso, yani kwa ajili ya kumkashifu. Faabat, huyu mama akakataa. Na ile tunapata somo hapa kwamba wanawake wa Kiislamu wanatakana wajihifadhi. Hawa wanawake wa kimasahaba walikuwa wanajihifadhi na majilbabu yao na nikabu zao, hawakuwa wanaonekana sura zao, wanajihifadhi vizuri. Sasa huyu mama faabat, akakataa kufunua uso wake. Fa'amida as-sa'igh ila tarafi thawbiha fa'aqadahu ila dhahriha. Yule mmoja katika muuza ile duka alipoona kakataa kufunua nikabu yake asimshughulikie, baadaye akazunguka kwa nyuma yake. Yule mama yuko ghafil, hakuwa anashughulika na masala mengine. Akaja nyuma ya huyu mama akaichukua nikabu yake ilikuwa kubwa, akaifunga na sehemu hivi, wakati huyu mama hajui kinachofanyika.
ile nikabu yake kwa nyuma, huyu Myahudi akaifunga na sehemu fulani. Wa hiya ghafila, huyu mama akiwa hana habari kwa kile kitendo ambacho amefanyiwa wakati ule, kakaa kitabu. Falamma qamat inkashafat sawatiha, aliponyanyuka sasa nataka kwenda zake, ile nikabu yote ikavutika kwa nyuma, akafunuka kwa uso wake ukawa wazi. Fadhahiku biha, wakacheka kweli kweli, Mayahudi wakafurahi. Angalia namna gani walivyokuwa wanafanya maudhi na kudhalilisha wanawake wa Kiislamu hawa Mayahudi hawa wa Banu Qainuqa. Na baadhi ya ulama wa tarikh wanasema hawa Mayahudi ambao sisi leo tunawaona wanatokana na hawa. Fadhahiku, wakacheka sana kwa kufanya kitendo chao kile. Huyu mama baada ya kufanyiwa vile, fasahat, kapiga ukelele mmoja, bimaana kadhalilishwa. Fasahat, kapiga ukelele wa kuomba msaada. Idhlali gani hii aliyofanyiwa? Na hapa alikuwa ni sokoni, na sokoni kuna watu wengi. Fawathaba rajulun min almuslimina ala as-sa'iq faqatalahu, na mwanaume mmoja pale wa Kiislamu aliona ile habari aliyofanyiwa yule mwanamke, akainuka akamvamia yule Myahudi, akampiga panga, akamua pale pale. Wa kana yahudiyan fashaddat alyahud ala almuslim faqatalu, na Mayahudi walikuwepo wakamvamia yule Muislamu aliyemuua huyo Myahudi, wakamuua na yeye. Fastasrakha ahlu almuslimina ala alyahud, Waislamu walikuwepo wakapiga ukelele wa kuomba msaada kwa ndugu zao Waislamu waje, na wakaja, kwa maana tayari pashamshika fujo, watu wawili wako chini baina ya Yahudi na Muislamu. Waislamu wakaomba msaada kwa Waislamu wenzao, wakaja. Fawaqa'a sharru bainahum wa baina Bani Qainuqa, katokea vita, fujo kubwa pale katika ile soko baina ya Waislamu na baina ya kabila hili la Mayahudi la Bani Qainuqa. Taarifa hizi zikafika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaona sasa hawa mabwana subra imeshafika mahala pake, basi imetosha kuwavumilia. Mikataba tulifunga baina yetu sisi na wao wameshaivunja zamani. Isitoshe wanayafanya mambo ambayo hayavumiliki tena. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hina idhin ila sabru rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, baada ya hapa ilimalizika ile subra aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaana ilifika kikomo. Aliwasubiria muda mrefu, lakini hapa ilisha mwisho subra yake sallallahu alaihi wasallam. Akaandaa kikosi cha wanajeshi. Sasa kakiandaa kikosi. Nyinyi si mnasema ya kwamba ni wanaume mnaweza vita? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaandaa kikosi, akaanza kuwafuata. Fastakhlafa ala almadina Aba Lubaba ibn Abd al-Mundhir, yuondoka sasa Madina na anakwenda huko vitani. Hapa ibidi ni muache mtu ambaye atakuwa ni khalifa baada yangu mimi, yani ni kiongozi baada yangu mimi kuondoka, na masulia ya uongozi kwa swala zote ataswalisha yeye, Ijumaa atahutubu yeye, na kama kuna kesi zote zitamfikia yeye. Amiri hayupo, kiongozi hayupo. Kwa hiyo fastakhlafa, akamchagua kiongozi nani? Aba Lubaba ibn Abd al-Mundhir, akamteua wewe baki hapa. Wa a'ta liwa al-muslimin Hamza ibn Abd al-Muttalib, akampa bendera ya uongozi katika vita hile Hamza ibn Abd al-Muttalib, ammi yake. Wasara bijunudillahi ila Bani Qainuqa, Mtume akaondoka na kikosi chake akawafuata
Mayahudi hawa wa Banu Qainuqa mpaka katika kijiji chao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa yuko njiani yuenda katika mji huu wa Mayahudi, walamma raauhu tahassanu, Mayahudi walipomwona mtume yule na jeshi lake anakuja, tahassanu, walijitia katika ngome zao. Na hapa nataka tufahamu ya kwamba Mayahudi wa aina zote hizi tatu, Banu Qainuqa wa Banu Nadhir na Banu Quraidha, miji yao walijengea, bimaana walizungusha kuta kubwa kweli kweli, mji mzima uko ndani. Kwa hiyo walipoona wanajeshi wanakuja, tahassanu, wakajitia ndani, wakakomea kila kitu, ikawa ni vigumu kuwafikia. Na hili, mifano kama hii tulijaribu kuiona kule Yemen. Hata wale Waarabu wabadi wa mashamba, mtu akiwa anamiliki shamba yake yuizungushia kuta ile shamba yote, ikisha anaweka na mlango, anatia na kufuli na reza yake. Akija ingia shambani, akomea mlango, ana kila kitu chake, water pump, kisima na kila kitu cha kumwagilia. Kwa hiyo na hawa Mayahudi waliuzungushia mji wao kwa kuta zile. Walipoona wanajeshi wanakuja, wakakimbia wakajitia ndani, fi husunihim, katika ngome zao zile. Mtume alipofika pale, fahasarahum ashadda alhisar, kawazingira. Hisar manake ni kuwazunguka, akauzunguka ule mji mzima, mji wao na wanajeshi. Sasa nyinyi, si ndio muda mfupi hapa mlisema kwamba nyinyi mwaweza vita? Yajaje haya ya kukimbia na kujikomelea huko? Wakabaki ndani, Mtume na maswahaba zake wakauzunguka mji mzima ule. Wakana dhalik, tokezeo hili lilikuwa ni yaum sabt, ni siku ya Jumamosi, linisfi min Shaaban, tarehe 15 linisfi min Shawwal, tarehe 15 mwezi wa mfungo mosi. Ilitokezeo lilikuwa ni siku ya Jumamosi, tarehe 15 mwezi wa mfungo mosi, mwaka wa pili hijiria. Yani sisi tunafahamu hapa palipita mwezi mmoja tu baada ya kumalizika vita vya Badr, sawa Shawwal, hili ndio lilipotokezea hili. Wadama alhisar, Mtume alibaki pale kawazunguka Mayahudi hawa 15 lailan, muda wa siku 15 hajaondoka na jeshi lake, na wao hawajatoka hata nje. Mayahudi hawa wa Banu Qainuqa wamo ndani siku 15, wamepigwa block, hakuna kuingia wala kutoka. Ila hilali Dhulqaada, mpaka mwanzoni wa mfungo pili, siku 15, hilali, mwindamo wa mwezi wa mfungo pili. Wa qadhafa Allahu fi qulubihim ar-ru'b, Allah aliwatia hofu, walikuwa wanaogopa, hawawezi kutoka. Mwisho wa siku, fanazalu ala hukmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi riqabihim wa amwalihim wa nisaihim wa dhurriyatihim, wakaja kwa matawi ya chini. Sasa Muhammad, sikiza, sisi tunataka tuzungumze haya yote yaliyopita, yaishe, tuyafanye yamalize, tuko tayari, shingo zetu hizi haya, kama unataka tufanye chochote haya tufanye, lakini sisi bora tusameheane. Mali zetu, kama unataka mali hizi, wake zetu na watoto hawa. Wakaja kwa matawi ya chini, wataka suluhu. Wa hina idhin, na wakati huu, qama Abdullah ibn Ubay ibn Salul bidawrihi nifaqi, hapa ndipo aliposimama huyu kijana anayejulikana kwa jina la Abdullah ibn Ubay ibn Salul, raisul munafiqin.
alitumia nafasi yake ya kinafiki, na wakati huu Mtume sallallahu alaihi wasallam bado hajamjua na hajamgundua kwamba huyu ni mnafiki, kwa sababu tangu kusilimu ni mwezi mmoja tu. Alisilimu huyu Abdullah ibn Ubay bin Salul kuingia katika dini baada ya kurudi Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake Badr. Alipoona izza iko kwa Waislamu, ndipo alipoingia katika dini ya Uislamu yeye na genge lake, kwa lengo la kujificha tu, si kwa ajili ya Uislamu. Kwa hiyo yani ameingia katika dini kwa mwezi mmoja tu. Kwa hiyo hapa akatumia nafasi yake ya yule unafiki wake kwa utumilia hapa. Faalaha ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam an yasdura anhum afwa, akamng'ang'ania Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abdullah ibn Ubay bin Salul akawa mng'ang'ania Mtume sallallahu alayhi wasallam an yasdura anhum afwa, apitishe msamaha, wasamehe. Ya Rasulullah, samehe, kwa sababu hawa ndugu zetu tumeishi nao hapa muda mrefu, hawa ni watu ambao tumeamiliana sana. Alaha, akawa anamng'ang'ania, bado hajatambulika, lakini yeye anajua kwamba hana shida ya Uislamu chembe. Faqala Mtume Abdullah ibn Ubay bin Salul akamwambia Mtume, ya Muhammad, ahsin fi mawali wa kana Banu Qainuqa hulafa al-Khazraj. Na hawa Banu Qainuqa ilikuwa marafiki wa kabila la Khazraj, na huyu Abdullah ibn Ubay bin Salul ni katika Khazraj. Kwa hiyo faabdha alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume amwambia yale maneno ya kwa wasamehe, akawa ampuzia, manake hata kumwangalia amwangalie, ampuzia. Fakarrara, akazidisha na akaendelea Ibn Ubay maqalatahu, akaendelea kumwambia Mtume wasamehe. Fa'arada anhu, Mtume kawa ampuzia kabisa, ala amshuriki. Alipoona hashurikiwi sasa huyu mnafiki Abdullah ibn Ubay bin Salul, sasa akawa aja kwenye mwili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faadkhala yadahu fi jaybi dir'ihi, Mtume alikuwa kavaa dir'i, manake ni ile nguo ya vita ambayo huvaa mpiganaji kwa ajili ya kukinga silaha maeneo kuanzia shingoni mpaka kuja kwenye kitovu, na ni nguo ya chuma. Lau ukipiga panga linaingia mapengo mgongoni. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kavalia hii dir'a, akaingiza mkono wake katika jaibu, yani hapa kwenye ukosi, akamshika Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumng'ang'ania ili awasamehe Banu Qainuqa, huyu Myahudi huyu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia Abdullah ibn Ubay bin Salul, arsilni, niwache. Wa ghadiba hatta ra'aw liwajhihi dalalan, masahaba anasema tulimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka kakasirika, mpaka uso umebadilika kwa vile anavyong'ang'aniwa na huyu mnafiki. Thumma qala waihak arsilni, Mtume kisha akamwambia tena, wele wako, waihak arsilni, niwache, usinishike. Walakin almunafiq madha ala israrihi, lakini mnafiki kawa endelea, Rasulullah wasamehe hawa ndugu zetu hawa hivi, madha, kawa naendelea katika yale maneno yake. Mtume alipoliona lile ni rahim sallallahu alaihi wasallam, amala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha almunafiq alladhi lam yakun madha ala idhari islamihi illa nahu shahrin wahid. Mtume akaamiliana na huyu mnafiki ambaye hajadhihirisha Uislamu wake isipokuwa ana mwezi mmoja tu ndani ya Uislamu. Kwa hiyo akaamiliana naye vizuri, amalahu bimuraat, akaamiliana naye kwa uzuri. Fawahabahu lahu, katika muamala aliyofanya kumwambia basi wachukue, akampa akawaachia, lakini kusudio lake Mtume sallallahu alaihi wasallam awamalize wote, kate vichwa.
wa amarahum an yakhruju min almadina wala yujawiruhu biha, lakini msamaha aliotoa aliufungamanisha na sharti. Alimwamrisha na akawaamrisha kwa ujumla wao Mayahudi wa Banu Qainuqa na kusameheni, lakini sharti an yakhruju min almadina, sitaki kuona tena hapa katika mji huu wa Madina kabisa, nisikuoneni, mtoke mhame hapa, wala yujawiruhu biha, wala wasikae naye pale Madina. Kwa hiyo Mtume akapitisha hukumu kuhama Mayahudi wa Banu Qainuqa. Fakharaju, tafanya nini? Hawawezi kule kujinata kwao, maneno yao yameishia wapi? Fakharaju, wakatoka ila adaraati Sham, wakaelekea maeneo ya Sham, Syria na Palestina, katika miji ya Sham, Iraq, kinda zao. Faqalla an labithu fiha hatta halaka aktharuhum, Sheikh anasema kinda zao huko kaishi huko, lakini hawakuchukua muda mwingi, wakaanza kufa, wengi wao wakafariki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachukua katika vile ambavyo wameviacha katika ile ngawira, akawagawanyia na masahaba zake. Hii ilikuwa ni katika upande wa Mayahudi. Tumeona namna gani Mayahudi walipokuwa Madina wakileta fitna na kujaribu kuvunja amani ya mji ule. Na sisi tunafahamu hakuna kiongozi yoyote wa nchi yoyote ambaye atakubali kuona nchi yake inavunjwa amani akaridhia, la, hakuna. Kwa Mtume SAW alipoona hawa hawataki kuishi hapa kwa amani, kwa sababu tulifunga mikataba tuishi kwa vizuri na kwa amani, na kama kuna mtu ana uwezo wa kumpa nasaha mwenzake atoe, lakini tusilete fujo kama hizi, hawa hawafai kuishi na mimi, akawatoa katika mji wa Madina. Turudi katika upande wa pili wa Makuraishi. Kama tulivyozungumza katika darasa zetu za jana, nusra iliyopatikana katika vita ya Badr, Mayahudi na washirikina na wanafiki wote walikuwa wanakasirishwa na nusra hii. Tuje katika upande wa Makuraishi Makka, wao wanalipa. Bainama kana Safwan ibn Umayya walyahud walmunafiqun yaqumuna bimuamaratihim wa amaliyatihim, kana Abu Sufyan yufakkir fi amalin qalil almugharim dhahir alathar. Mayahudi na washirikina, ametajwa hapa Safwan ibn Umayya kama tulivyompita katika darasa ya jana, pamoja na Umair, walipanga mkakati na mpango maalum wa kutaka kumuua Mtume, na wanafiki kwa ujumla wao walikuwa na mipango na kutengeza kujaribu kutaka kumuua Mtume na masahaba zake. Hawa washirikina walikuwa liyuhaddidu makanahu quwwa wa yabraza ma ladayhim min quwwa, walikuwa wanajaribu kutaka kuonyesha nguvu zao na kupitisha chochote ambacho kitawezekana kikatie hasara kule Madina alipo Mtume na masahaba zake. Walikuwa wanafikiria manake, vipi tutafanya ili na sisi tuwapate wale, tutie hasara. Watu 70 wamekwenda kwa wakati mmoja, tena cha ubaya wanatiwa kwenye shimo moja wote. Lili lilikuwa linawauma kweli kweli. Kwa hiyo walikuwa wanawaza vipi tutafanya na sisi tutie hasara kule Madina. Sasa huyu Abu Sufyan, na sisi tunafahamu ya kwamba katika vita vya Badr sababu ni msafara aliyokuwa nao Abu Sufyan. Mtume alitoa kikosi kwa ajili ya kwenda kuutega msafara ule, lakini akaukosa, na Abu Sufyan alipoona akaokoka kukamatwa na ule msafara, akatuma barua, hakuna haja nyinyi kuja tena huku kunusuru msafara wenu, bakini. Lakini Abu Jahl yeye ndiyo alileta hamasa kwa watu wake, akasema hapana, twende tukapige ngoma, tunywe pombe, ili Waarabu wote washuhudie nguvu yetu. Hatimaye akawakuta waliowakuta. Sasa Abu Sufyan hakuhudhuria katika vita vya Badr, lakini yaliyotokezea kwa wenzake ikawa yanamuuma, na akawa anawaza vipi nitafanya la kuhujumu na kutia hasara kule Madina.
Wa kana Abu Sufyan ikawa qad nadhara, aliyeka nadhiri, alla yamassa ra'sahu ma'an min aljanaba hatta yaghzuwa Muhammadan. Aliyeka nadhiri, wallahi siogi mpaka nitoke Maka nende Madina nikapambane na Muhammad. Tutaona nadhiri yake aliyoiweka huyu bwana, na ni sahaba, baadaye alisilimu Fathu Makka, alisilimu baada ya kufunguliwa Makka. Abu Sufyan alisilimu akiwa ni mtu mzima radhiallahu anhu warda. Na haya tunayasema sisi hao masahaba ambao walikuwa katika zama za kufru, hatuwachukii kwa yale waliyofanya, midamu walisilimu na wakafanya mazuri baada ya hapo, tunasema kwa uzuri, lakini tuyataja haya kwa mujibu wa tarehe inavyoeleza kabla ya Uislamu, kusilimu kwao, kwa sababu sheria inasema alislamu yajub ma qabla. Uislamu, mtu akisilimu yale yote aliyoyafanya katika hali ya kufuru yanafutwa yote, wala yazingatiwi tena. Kwa hiyo tunataja tarehe. Fakharaja fi 200 rakibin liyubarrira yamina. Sasa Abu Sufyan aliweka nadhiri ya kwamba yeye hatooga min aljanaba hatta yaghzuwa Muhammadan, bimaana atajitenga yeye na familia yake mpaka apitishe kile ambacho amekiweka nadhiri yake, aende Madina akapambane akampige Muhammad na jeshi lake. Hii ndio nadhiri yake. Sasa akatoka na kikosi cha watu 200, 200 rakib, kikosi cha watu 200, liyubarrira yamina, anayakini kwamba wale siwawezi. Uwe fikiria mtoka watu 1000 na mumpigwe wakiwa na wao idadi yao 300, leo utoke na 200 tena waendea kwao. Sasa atoka tu, madamu kaika nadhiri, ataka kwenda kupitisha tu ile nadhiri yake. Tutaona uko mwishoni ilikuwaje, kafanyeje. Walakinahu lam yajri ala muhajamati almadina jaharan, lakini hakuwa jasiri huyo kuingia Madina mchana. Alichokifanya alipofika Madina, alitarget muda wa usiku, akiingia usiku kiza, watu wako majumbani kwao wamejipunzisha, yeye ndo akaingia usiku pale Madina. Fa innahu dakhala fi dawahi almadina fi al-layli mustakhfiyan tahta janahi ad-dilam, aliingia Madina usiku tena kiza. Sasa wewe kama unataka kupigana, si uje mchana? Watu Madina hawana habari wa uwepo wake yeye, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika, faata Huyai ibn Akhtab, alipofika akaenda zake, kikosi chake akakitenga pembeni, akaondoka yeye kama yeye, akaenda mpaka kwa Yahudi mmoja anayejulikana kwa jina la Huyai ibn Akhtab, na huyu ndiyo yule baba yake Safia ambaye ni mke wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Safia zaujati Rasulillah, baba yake ndio huyu Huyai ibn Akhtab. Sasa Abu Sufyan akaenda mpaka katika nyumba ya Huyai ibn Akhtab, naye ni Myahudi huyu. Fastaftaha babahu, alipofika usiku ule akabisha hodi, akahodisha katika nyumba ya Huyai. Faaba wa khafa, Huyai akaogopa usiku. We nani? Usiku ni je? Usiku kaogopa. Wa khafa, hakufungua mlango. Alipoona Abu Sufyan hakufunguliwa mlango, fansarafa ila Salam ibn Mishkam. Ona majina ya Kiyahudi, Salam ibn Mishkam. Akaondoka pale kwa Huyai, akaenda katika nyumba ya Salam ibn Mishkam, naye ni Myahudi vile vile, ambaye huyo Salam ibn Mishkam alikuwa ni Sayyid Banu Nadhir, yeye ndo kiongozi wa kabila la Banu Nadhir. Akaenda naye pia alikuwa ni sahib kanzihim idhak, alikuwa ni mtu mmoja na mali huyo Salam ibn Mishkam. Fasta'adhana alayhi, akahodisha usiku ule, akaruhusiwa akaingia ndani.
Abu Sufyan. Faqarahu, alipoingia ndani usiku ule akamkaribisha. Alimkaribisha nini? Wasaqahu al-khamr, ikisha baadaye akampa pombe. Hebu zimua kwanza mkoa, ampa pombe, akapiga pombe. Baada ya hapo, Salam ibn Mishkam ni mtu wa Madina, anaishi pale. Wa batana lahu min khabari nnas, akaanza sasa kumpa habari za Mtume na masahaba zake, akatoa siri yale vile walivyo, wanavyojipanga, wanavyoishi pale, akamtolea siri zote. Huyu Myahudi akampa siri nani? Abu Sufyan. Baada ya kuelezwa yale aliyoelezwa Abu Sufyan, thumma kharaja Abu Sufyan fi uqbi lailatihi hatta ata ashabi, akisha kaondoka pale akaenda mpaka katika kile kikosi chake cha wanajeshi 200. Alipofika kule, fa'abatha mafrazatin minhum, akawaendea katika kile kikundi chake. Fa'agharat, akamwambia sasa tuondokeni sasa. Wakaondoka pale wakaenda. Fa'agharat min al-ansar, fa'agharat ala nahiyatin min al-madina yuqalu laha al-arith. Wakaondoka pale wakaenda katika kijiji ambacho kiko pembeni, mwisho wa mji wa Madina, kimejitenga, kiko pembeni, kiitwa Arith. Hicho kijiji chetu hivi. Wakaenda kule usiku ule. Walipofika faqata'u wa ahraqu hunaka aswaran min an-nakhl. Hao wanakuja kupigana sasa, wavamia shamba ya watu, wakaanza kukata mitende ya watu, wakaanza kuchoma mashamba ya watu. Hasi nyinyi mkuja kupigana hayo mashamba ya watu na nini? Sasa walichokifanya, wakaenda wakavamia mali za watu, eti ndio watie hasara. Wakaanza kukata mitende, wakaanza kuchoma miti ya watu. Wa wajadu rajulan min al-ansar, ikisha wakamkuta kijana mmoja katika Ansar, wa halifan lahu fi hirthin lahuma faqataluhum. Ni kijana mwenye kujishughulisha na masala kilimo, yalima na nini. Wakamkuta, wakamua, wakampiga panga, wakamkata. Haukumpigana. Wafarru, baada ya kufanya hivyo, kukata mitende na kuchoma zile shamba za watu na kumua kijana, wakakimbia mbio nyingi sana. Haya ndio washapigana. Rajiina ila Makkah, ndio warudi sasa Makkah. Abu Sufyan na wenzake walikuwa wanajua yakini kwamba wale hatuwawezi. Kwa hiyo kaeka nadhiri, nifanyeje ili nimalize nadhiri yangu, niende tu kule. Sasa hapa ndo kaja kutimiza ile nadhiri yake, kaja kukata mitende ya watu, kuchoma, na huyu kijana kashughulika na shughuli zake, wakamua. Hapo wakaanza kukimbia kwa ujumla wao, wakarudi zao Makkah. Taarifa ile Mtume sallallahu alaihi wasallam akaipokea. Wabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khabar, Mtume akapokea taarifa ile, ujio wa Abu Sufyan na hujuma zilizofanyika. Mtume akapokea taarifa ile. Fasara alimutaradati Abi Sufyan wa ashabi, akafanya haraka, akatoka na kikosi haraka sana, akamfukuzia Abu Sufyan na kikosi chake. Walakinnahum farru, lakini Abu Sufyan alikimbia. Yani moto aliotoka nao pale si wa mchezo. Bibaligh sur'a, aliondoka mbio nyingi sana, kaua mtu mmoja, na huyo mtu yuko shambani, kakata na mitende, kachoma na mitende. Hawa mabwana walipokuja huku, walikuja na ngano hizi ilikuwa sijui wanakusudia kuja kupika, lakini walikuja na unga mwingi. Bila shaka ilikuwa ni kwa ajili ya kutumia kwa matumizi yao. Wa tarahu sawiqan kathiran min azwadihim, kule wakati wakimbia Abu Sufyan na kikosi chake, kwa yale waliyofanya, walikuwa na nyunga zao zile, wakasema hizi zitatuchelewesha, wacha tuzitupe.
magunia yale ya nyunga wakayatupa chini, yatakhaffafuna bihi, ili wapate uwepesi wa kukimbia. Fatamakkanu min al-infirat, wakaweza kuponyoka, hawakupatikana. Angalia namna walivyokuwa na hofu. Wabalagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Qarqara al-Qudr thumma insarafa raji'an, Mtume mpaka akafika katika eneo hili linalojulikana Qarqara al-Qudr. Alipofika hapa hakuwakuta, walishakimbia, akarudi zake Madina. Wa hamala almuslimuna ma tarahahu alkufaru min sawiqihim, Waislamu wakasema basi isiwe tabu, hizi nyunga hizi zitatufaa, wacha tuzibebe, tutafanyia matumizi. Wakachukua nyunga zao zile wakaja zao Madina. Wasummu hadhihi ghazwatu as-sawiq, vita hii ndio ikaitwa ghazwatu as-sawiq, vita ya nyunga, sababu majamaa walikuja na nyunga wakazitupa, Waislamu wakabeba nyunga zile, ikaitwa hii vita ghazwat as-sawiq. Vita hii waqa'at fi Dhulhijja, ilitokezea katika mwezi wa Dhulhijja sana thania hijiria, mwaka wa pili hijiria, baada Badr bi shahrain, baada ya vita ya Badr kwa miezi miwili. Wastamala ala al-Madina fi hadhihi al-ghazwa, alipoondoka Madina katika vita hii alimweka Aba Lubaba ibn Abd al-Mundhir. Hii ni katika upande wa washirikina kule Makka, namna gani walivyokuwa na hasira kwa yale yaliyotokezea katika vita vya Badr, na wao wako katika mpango wa kutaka kujaribu kupunguza machungu walionayo kama tunavyoona. Baada ya hapo kuna vita inayojulikana Ghazwat Dhi Amr, wa hiya akbaru hamlatun askariya qadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ma'arakat Uhud, na hii ndiyo vita ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyotoka na jeshi kubwa kiidadi, kabla chini ya idadi ya ile ambayo katoka nayo katika vita ya Badr. Qadaha fi al-Muharram, alitoka na jeshi hili katika mwezi wa Muharram mwaka wa 3 hijiria. Sababu ya vita hii Ghazwat Dhi Amr, sababu yake anna al-istikhbarat al-Madina, wale masahaba ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaweka kwa ajili ya kumletea taarifa katika miji tofauti tofauti, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaweka watu, wewe nenda kaishi sehemu fulani, ukitokezea kitu chochote njoo unaambie, na wewe kule Maka, mpaka tutaona lile jeshi latoka Maka katika vita vya Uhud, taarifa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla kutoka kule zishamfikia, kwa sababu kulikuwa kuna watu kule aliwaweka Mtume sallallahu alaihi wasallam wanamletea taarifa. Kwa hiyo wale watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaweka istikhbarat, watu ambao wanamnukulia taarifa, naqalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna jam'an kabiran min bani Tha'laba wa bani Muharib tajamma'u, walimpa taarifa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamwambia, hivi sasa hivi kuna kabila la bani Tha'laba na bani al-Muharib, hawa wameshirikiana kwa pamoja, wameunda kikosi, tajamma'u yuriduna al-igharata ala atrafi al-Madina, wanamweleza Mtume kusudio lao, wanataka kuja kuvamia mji wa Madina na kuua. Hizi taarifa zipo hivyo, Mtume anaelezwa na nani? Istikhbarat, wale watu ambao kawaika kwa ajili ya kumpa taarifa. Aliposikia taarifa hii na akachunguza sallallahu alaihi wasallam za kweli, fanadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almuslimin, Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa akawahimiza Waislamu kutoka. Wao si wanania na lengo la kuja Madina kutupiga, wasifikie wao kuja huku, sisi tutoke tuwaende huko waliko. Na ndio katika hadithi inakuja Mtume anasema, nusirtu birru'bi masirata shahri, mimi Allah kanipa kitu special
nimepewa ushindi, kutiwa hofu maadui zangu, waingiwa na hofu. Umbali walipo wao na mimi ni mwendo wa mwezi mzima, wao huko wanaogopa. Hicho kitu Mtume sallallahu alaihi wasallam kapewa, ni khas katika zile khams, mambo matano ambayo kapewa Mtume, hawakupewa mitume waliotangulia kabla yake. Kwa hiyo Mtume akawatangazia masahaba zake na akawahimiza kutoka kwenda katika vita hii. Wa kharaja fi 400, akatoka na jeshi la watu 400, 450, 450. Ukiangalia idadi hii ni idadi kubwa kuliko hata idadi waliotoka katika vita ya Badr. 450, jeshi la watu 450, Mtume sallallahu alaihi wasallam muqatilan katoka nalo. Ma baina rakibin wa rajib, kuna ambao wamepandia farasi na kuna ambao wanatembea kwa miguu. Wastakhlafa ala almadina, alipoondoka wakati huu Madina akamteua kiongozi nani? Uthman ibn Affan, akambakiza Uthman ibn Affan kwa ni kiongozi baada yake yeye kuondoka kwa muda ambao atakuwa yeye hayupo. Wa fi athnai tariq, alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko njiani yaelekea huko, qabadu ala rajulin yuqalu lahu Khabbar min bani Thalaba, wakamshika kijana mmoja ambaye yajulikana kwa jina la Khabbar, naye yatoka katika kabila la Thalaba. Faudkhila ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, Waislamu walipomshika huyo kijana wakampeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipopelekwa kwa Mtume, fadaahu ila alislam, Mtume akamlingania akamwita kuingia katika dini. Fa aslam, kijana huyo akasilimu, kinyume na wanavyofanya makhawariji leo. Lau wangekuwa makhawariji wanasoma tarehe namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapambana, basi ungepata njia nzuri, lakini leo hawayafanyi haya. Wakikuta waua, waingie maeneo watupa bomu, waua wasiohusika, wanawake, watoto, watu wanaofanya biashara wasukumiza tu bomu kwenye mahoteli, sijui maeneo gani. Hawa makhawariji hawa Mtume sallallahu alaihi wasallam kawasifia kilabu na watu. Tunatakikana tusome tarehe namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anayeongoza haya mambo, si kwa mlango wa hamasa. Tutakuja kujiingiza katika maeneo ya hatari. Kwa hiyo Mtume alipokamatwa huyu kijana akaletwa kwake, kitu cha mwanzo alimlingania, alimtaka ingie katika Uislamu, na hivi ndivyo anavyotakikana. Na Mtume mara ngapi alikuwa anavitoa vikosi kupeleka katika maeneo, lakini jambo la kwanza alikuwa anawaambiaje? Jambo la kwanza, walinganieni katika dini, bimaana waiteni katika Uislamu. Fa inhum ajabuka lidhalik, wakikuitika basi, kwa sababu Uislamu hautaki fujo. La, haya yote tutaona vita vya Badr, sababu ni wao walitoka Maka wakaja wakawafuata Uislamu. Na ukisema kwa nini sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka na jeshi lake akaenda wakakaa njiani akawavamia, wao mara ngapi wanachukua mali za Uislamu? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoletewa huyu kijana akamlingania katika dini, kijana akakubali Uislamu. Fa aslam, akasilimu. Aliposilimu sasa akamwambia, wewe utatufaa katika safari yetu hii na huku tunapokwenda, wewe ni jamaa zako hawa, wewe tutakutumilia. Wasara dalilan li jaishi almuslimina ila ardi aladu. Angalia, kijana akasilimu sasa hivi, yeye ndo kiongozi, yaonesha watu njia za kupita mpaka kuifika ardhi ile ya maadui.
ardhi ya kabila la Banu Thalaba na Banu Muharib. Yeye akamwambia tupiteni hapa, tukujeni hivi, hapa tusimameni kidogo, akawaelekeza mpaka wakafika. Alipofika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wao, walichokifanya, watafarraqa al-a'da'u fi ru'usi al-jibal hina sami'u biqudumi jayshi al-Madina. Sasa si nyinyi mlikuwa mwakushanyana, mtaka kwenda Madina kuvamia? Haya sasa, tafarraqu, walianza kuparamia majabali hao mbio, fi ruusi aljibal, waparamia majabali juu. Hina sami'u biqudumi jeshi almadina, waliposikia ujio wa jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, wakakimbia, hawakukaa. Na hivi ndivyo alipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anazima zile shari ambazo zinajaribu kujitokeza kutaka kudhuru Madina na wafuasi wake, yani Mtume na wafuasi wake. Amma nabii sallallahu alaihi wasallam faqad wasala bi jayshihi ila makan tajammu'ihim, Mtume alikwenda na jeshi lake mpaka sehemu ambayo walikushanyika pale, wa huwa al-ma'u al-musamma, ni sehemu ambayo ilikuwa ina maji yaitwa Bidhi Amr, na hii ndio ikaitwa vita ghazwat Dhi Amr. Alikwenda mpaka katika eneo hili. Fa aqama, alipofika hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam akabaki hunaka safaran kullah, alibaki mwezi mzima wa Safar, siku 30 yupo hapa. Kama nyinyi mkimbia mkwenda huko mnakokwenda, na kupeni mwezi mzima, mimi nipo, njoni. Ndio maana yake. Akakaa pale mwezi mzima hajaondoka sallallahu alaihi wasallam. Min sanati thalith, mwaka wa 3 hijiria, au wanasema mazoea na tarehe, au kariba min dhalik, au karibu ya mwezi mmoja, lakini haushuki hapa. Lengo la kubaki pale Mtume sallallahu alaihi wasallam ni lipi? Liyash'ura al-a'rab, ili waone na wapate hisia kabisa na wafahamu nani wale mabedui, biquwwati almuslimin, nguvu walionayo Uislamu. Sasa nyinyi si mtaka mpigane, mtaka vita, basi tupo hapa. Ili anafanya haya yote Mtume sallallahu alaihi wasallam, waone na wapate yaqini, wafahamu nguvu waliokuwa nayo Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati huu, wastawla alaihim ar-ru'b war-rahba, la hawa maadui wakaingiwa, ikawapata wao hofu, wakaogopa, hawakuja. Baada ya hapo, thumma rajaa ila al-Madina, Mtume akarudi zake Madina. Hii ilikuwa ni katika upande wa mabedui hao. Kadhalika tumeona Mayahudi na washirikina namna gani zilivyokuwa hasira zao baada ya kuona daula al-Islam ilivyosimama katika mji wa Madina. Baada ya hapa kuna maelekezo na taarifa au darasa inayofuata baada hii ni qatlu Ka'b ibn Ashraf, lakini darasa hii insha Allah tuiwacheni tuje tuisome kesho biidhnillahi alkarim, tuone namna gani huyu Ka'b ibn Ashraf namna alivyokuwa kimuudhi Mtume kama tulivyopita, na Mtume sallallahu alaihi wasallam mwisho wa siku hakuweza kumvumilia na shari zake, akawaamrisha masahaba waende kummaliza. Na hii kisa insha Allah itakuwa ni darasa kesho biidhnillahi alkarim. Tusimameni hapa leo. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.